أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ndugu Islam, tunaendelea na kusoma fatawa za shekhi wetu Sheikh Ahmed Khalili kuhusiana na masala ya ibada za hija, na mwenye kuuliza anauliza bila kusahau kwamba bado tuko katika masala ya kutufu al-Kaaba, na inshallah leo tunamaliza mlango huu. Anauliza mwenye kuuliza, je, inajuzu kuziakhirisha rakaa mbili za tawafu ikiwa wakati ambao kwamba au ikiwa ni wakati ambao kwamba haujuzu kusali? Yani kuna nyakati ambazo kwamba hazijuzu kusali kwa dhati yake, na kuna nyakati ambazo kwamba hazijuzu kusali kwa sababu. Zile ambazo kwamba hazijuzu kusali ndani yake kwa dhati yake, basi inakuwa sala yoyote haisaliwi katika nyakati hizo. Inakuwa sala yote haisaliwi. Na zile ambazo kwamba hazijuzu kusali ndani yake kwa sababu maalumu, basi nyakati hizo inakuwa mtu hasali sala ya nafila. Ama sala ambayo kwamba kaisahau kwa mfano, au ina sababu yoyote, au sala kama sunna ya alfajiri kaikosa, basi ataisali wakati huo, katika wakati huo, kwa sababu wakati huo inakuwa haukukatazwa sala kwa dhati ya ule wakati wenyewe. Sababu inakuwa ni nyingine, sababu si wakati wenyewe. Sasa nyakati ambazo kwamba zimekatazwa kusali kwa dhati yake, yani ule wakati wenyewe ndio sababu, ni nyakati gani? Hapa mbele tutaziona mwenyewe shekhe atasema. Kwa hivyo kifupi ni kwamba swala liko hivyo, na jawabu ni kwamba shekhe anasema hakuna pingamizi kuziakhirisha rakaa mbili za tawafu. Yani mtu baada ya kutufu al-Kaaba mara 7 anasali rakaa mbili kawaida. Ndio hizo ambazo kwamba muulizaji anauliza. Kwa hivyo shekhe anasema hakuna pingamizi mtu kuziakhirisha rakaa mbili za tawafu, bali hivyo ndivyo ilivyo hasa. Huo ndio wajibu, ikiwa wakati huo ni wakati ambao kwamba sala hairuhusiwi ndani yake. Sasa je, ni wakati gani hizo ambazo kwamba sala haziruhusiwi ndani yake kwa hali yoyote? Yani sababu ni nyakati zenyewe, dhati ya zile nyakati. Hilo linajibika katika swali na jawabu inayofuata. Anauliza mwenye kuuliza, je, ni nyakati gani ambazo kwamba sala haifai ndani yake moja kwa moja, haifai kabisa, hata ikiwa ni sunna ya kutufu al-Kaaba, sunna ya tawaf? Je, ni nyakati gani hizo? Jawabu, nyakati hizo ni hizi: jua linapoanza kuchomoza, yani mpaka likamilike alfajiri, likamilike jua, ndio hapo tena itakuwa unasali. Limechomoza lote, na wengine wamesema kwamba linyanyuke juu kiasi cha ukubwa wa mkuki hivi, sawa basi hapo tena utaweza kusali sala nyingine yote ile. Na wakati mwingine ambao kama pia huruhusi kusali sala yoyote ile kwa hali yoyote, ikiwa ni ya kulipa, ikiwa ni tawafu, ikiwa sala fardhu umesahau ukaikumbuka wakati huo, hulipi mpaka ikamilike. Mmoja ni huo baada jua linapochomoza, na pili jua linapoanza kutua. Pia kuna khilafu ya maulama, je, ikianza kupiga manjano tu au mpaka lianze kuzama chap, pembe kidogo imeanza kuzama likabakia sehemu tu? Khilafu ya maulama ipo, lakini kauli nyingine ni kwamba ikianza kupiga manjano tu, na wengine ni kwamba mpaka pembe ianze kuzama. Na kwa mujibu wa Sheikh hapa alivyosema, inaonyesha labda kauli yake ndio hiyo, na kwamba ianze kuzama, kwa sababu kutumia neno ghurub, kwamba likianza kuzama. Kwa hivyo jua likianza kuzama, huruhusi kusali sala yoyote, hata kama kuna sala umeisahau, adhuhuri umeisahau, basi husali tena hapo mpaka likamilike ingi magharibi. Kingi magharibi utalipa adhuhuri yako au lasiri yako kama ulisahau.
Na time nyingine ya tatu ni jua linapokuwa sawa sawa katika utosi wako hapa, lakini huu ni wakati wa jua kali tu, katika jua kali, katika joto kali, yani kana joto kali, basi kwa jua lipo katikati ya utosi wako, basi huruhusiwi kusali sala aina yoyote, wala huruhusiwi kumzika maiti wakati huu. Maiti pia hazikwe wakati huu, sawa. Lakini ikiwa ni wakati baridi, na maulama wengine watuambia hal kadhalika ikiwa ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa ni exception, imetolewa. Hata jua ikiwa lipo katikati hapa siku ya Ijumaa utasali. Na hal kadhalika ikiwa ni wakati baridi, hata kama jua lipo katikati hapa haina kitu, lakini wakati wa joto kali ndio umekatazwa. Wallahu tabaraka taala aalam. Kwa hivyo mtu akimaliza kutufu, ikiwa jua linaanza kuchomoza, atasubiri mpaka jua likamilike, ndio asali raka mbili za tawafu. Ikiwa jua lipo katikati ya utosi wake, atasubiri mpaka kidogo pinde kidogo, lielemee kidogo pande mmoja, atasali raka mbili za tawafu. Ikiwa jua linaanza kuzama, atasubiri mpaka likamilike, ndio atasali raka mbili za tawafu. Swali: je, unasemaje kuhusu mtu kutufu katika ghorfa ya pili? Yani ule msikiti una ghorfa ule 1 2 3 na kwa juu kule. Vipi? Inafaa? Anasema jawabu ni kwamba hatotufu. Sijui kama iko ghorfa 3 vile vile, nimesahau tena sasa sikumbuki, lakini ghorfa ya pili ipo. Anasema kwamba Sheikh anasema katika jawabu kwamba mtu asitufu katika ghorfa ya pili isipokuwa ikiwa haitowezekana kutufu katika tabaka ya ardhini huku katika ground. Ikiwa hawezi kufanya hivyo huku haiwezekani, ndio atatufu ghorfa ya pili. Wallahu tabaraka wa taala aalam. Sawa, kwa sababu mtu anajitoa katika shubha kadiri inavyowezekana, na anajitoa katika khilafu za maulama kadiri inavyowezekana. Lakini kama wanavyosema wenyewe maulama kwamba al-amru idha dhaqa tasa wa idha tasa dhaq, kwamba jambo hiyo ni kanuni ya kifiqh, kwamba jambo lolote likiwa limekuwa limejibana, basi sheria linalipa nafasi jambo hilo, linakuwa linapanuka. Na jambo ikiwa limepanuka vya kutosha, basi sheria inalibana. Sawa, kwa mfano mnasali katika msikiti hujajaa ndani, kwa hivyo hapa jambo limetanuka, nafasi ipo, sali nje huruhusiwi. Lakini msikiti kwa umejaa, inakuwa jambo limejibana, kwa hivyo hapo sheria inalipa nafasi, mnaambiwa sali nje. Ndio mfano wake tu. Naam. Anauliza muulizaji, anasema je, inamwajibikia yule ambaye kwamba anataka kutufu al-Kaaba kwamba lazima avue viatu vyake, na kwamba asitufu ila naye yuko katika miguu mitupu, yani bila viatu? Na halikadhalika, je, inazuilika, hairuhusiwi kuvibeba viatu vyake mkononi mwake, akavichukua mkononi, au akaviweka chini ya kwapa yake ikiwa yumo katika hali ya kutufu? Kwa swala kwanza, je, mtu lazima avue viatu? Na baada ya kuvua, je, kalazimika anaweza kavichukua mkononi au kuweka chini ya kwapa? Jawabu ni kwamba haimlazimu mwenye kutufu al-Kaaba kwamba avue viatu vyake. Sawa, na kama atavivua, basi pia hakuna upinzani, hakuna pingamizi kwamba avichukue mkononi mwake au viweke chini ya kwapa yake. Yote hayo nafaa. Lakini kuvaa viatu inaruhusiwa kisha kwa safi, kama tutakavyoona katika fatwa inayofuata, kwa sababu tawafu ni kama sala tu. Tawafu ni sala aslan, kama ilivyokuja katika hadithi. Na katika sala mtu anaruhusiwa kusali na viatu ikiwa viko safi. Kwa hivyo hakuna pingamizi kwamba mtu atufu na viatu. Lakini je, ni viatu gani? Tutaona katika fatwa inayotangulia. Anauliza muulizaji, je, unasemaje kuhusu kutufu al-Kaaba na viatu ikiwa mtu anafanya ibada ya hija au anafanya ibada ya umra? Jawabu, hakuna pingamizi ikiwa viatu hivyo ni safi, na ikiwa havikufunika mguu
katika hali ya kuhirimia, yani mwenye kuzunguka Al-Kaaba anaweza kuwa na hali mbili. Pengine anazunguka baada ya kuwa ameshamaliza ihramu yake, kwa mfano anafanya tawafu ifadha, au anakwenda kuzunguka Al-Kaaba tu mwenyewe, kwa kama ndio kwa sababu kuzunguka Al-Kaaba pale Makkah ndio tahiyatul masjid yake, yani ukiingia pale hamna rakaa mbili za kusali za msikitini, pale ukiingia tahiyatul masjid yake ni kwamba unazunguka Al-Kaaba. Pamoja na kwamba wako maulama wengine wanasema kwamba ikiwa mtu hakuweza kuzunguka hakuna ubaya kusali rakaa mbili, asikose kabisa, lakini ilivyo hasa ni kwamba ukiingia pale ni kwamba utufu Al-Kaaba, ukimaliza ndio kae kitako, usome Qur'ani, ufanye chochote kile mwenyewe. Sasa ikiwa mtu huyu bado yuko katika kuhirimia, basi ikiwa kavaa viatu, hakikisha viatu vyake havikufunika mguu wake. Kwa hivyo viatu wenyewe kama kanda mbili, umefahamiana ndio maana yake. Wallahu a'lam. Suali, nini hukumu ya kupitisha ihramu chini ya bega na bega moja ukaliacha wazi? Na je, inakuwa katika raundi gani? Maana yake pale kuna raundi 7, tunazunguka mara 7. Je, ni mara gani? Jawabu hili tumelisoma kwa nyuma kidogo, lakini hapa kwa ulizo vile vile. Anasema shekhe kwamba imesemwa kauli ya kwanza kwamba hilo linafanywa katika raundi 3 za mwanzo, na Sheikh Al-Khalili hii ndio kauli yake. Na kauli nyingine ni kwamba hilo, yani kufungua bega la kulia, basi mtu anafungua katika raundi zote 7. Kauli zote mbili za maulama zipo, lakini Sheikh Al-Khalili anafutu yeye kwamba raundi 3 za mwanzo. Suali, je, wakati wa kuhirimia kwa ajili ya kufanya hija au kufanya umra, na wakati wa kufanya tawafu kuizunguka Al-Kaaba, mwenye kuhirimia analifungua au analiacha wazi bega lake la mkono wa kulia, kisha baada ya kumaliza tawafu analifunika? Je, afanye hivyo au bega hilo liendelee kuwa ni lenye kufunuliwa mpaka mwisho katika hali zote, yani ibada nzima ya haji? Jawabu ni kwamba kuliweka bega wazi, ambapo kwamba ni sunna iliyosuniwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni katika raundi 3 za mwanzo, si katika raundi nyingine. Wallahu a'lam. Anauliza mwenye kuuliza, je, unasemaje kuhusu kutufu na kufanya Safa al-Marwa juu ya paa la msikiti, juu kabisa kule katika floor? Je, hilo linafaa? Jawabu ni kwamba ama kutufu katika paa la msikiti, msikiti mtukufu, mwenye kutufu anakuwa hakukaa sawa na Al-Kaaba kiacha mbali na ikakaa mbali, yani Al-Kaaba iko chini, yeye yuko juu, kwa sababu sehemu ya kutufu inakuwa hapo iko juu zaidi kushinda Al-Kaaba. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu sioni mwelekeo wowote kwamba mtu afanye hivyo, lakini ikiwa kuna zahma, kuna zogo sana, basi mtu anaweza akatufu katika ghurfa ya katikati. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Wako maulama wengine wamejuzisha kwamba hata juu, na hoja yao ni kwamba hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba msikiti ni juu na chini, yani msikiti ni katika mbingu wote msikiti, na katika chini wote msikiti. Lakini hadithi hii kama unavyoona inawezekana na tawil, kwa maana kwamba heshima tu ya msikiti ina heshima sehemu yote ile mpaka mbinguni, ina heshima msikiti, si kwamba lazima iwe inamaanisha kwamba mtu anaweza kutufu hapo vile vile. Naam.
Na kwa sababu siku moja nakumbuka nilikaa katika majlisi ya Sheikh Khalili, akaulizwa swala hili, akasema kwa hivyo basi mtu kama ikiwa sehemu yote ni msikiti, anaweza kwenda pale juu na ndege yake akazunguka na ndege alafu kaondoka. Kwa hivyo mantiki salim kabisa. Anauliza mwenye kuuliza, je, inajuzu kutufu al-Kaaba na huku imamu anahutubia siku ya Ijumaa? Jawabu ni kwamba kufanya hivyo ni kuacha jambo ambalo kwamba bora zaidi, ikiwa yule mtu ambaye kwamba anatufu kakusudia kusali Ijumaa. Ikiwa mtu kakusudia kusali Ijumaa, basi kilicho bora zaidi ni kwamba akae kitako asikilize hutuba ya Ijumaa mpaka imalize asali Ijumaa, tena ndio tatufu. Kwa maana kwamba ikiwa atafanya Ijumaa yake haiharibiki wala tawafu yake haiharibiki, lakini kaacha kilicho bora. Anauliza mwenye kuuliza, je yule ambaye kwamba anakwenda kufanya hija tu pasi na kufanya umra, yani al-mufrid, mwenye kufanya ifradi, je mtu huyu akifika Maka anafanya tawafu inaitwa tawafu al-qudum, anafanya hii yani kufika pale Maka? Na je inazuiwa, inakatazwa kwa yule ambaye kwamba hakuchukua mnyama wa kuchinja, kwamba hija yake aifanye kwamba ni hija tu basi na umra, mtu hakuchukua mnyama kwenda kuchinjwa kule? Vipi hija yake, aifanye hija tu au hija na umra lazima aifanye? Yani je kufanya hija tu inaruhusika? Jawabu, wamekhtalifiana maulama kuhusu hija hii, kuhusu tawafu hii ya qudum, kwa yule ambaye kwamba anafanya haji tu, kwamba je lazima afanye, anaweza kufanya hiyo tawafu ya qudum au hafanyi, yani akifika Maka atufu al-Kaaba asitufu. Na kilicho uzito ni kwamba inaruhusiwa kufanya hivyo, kwamba sheria hiyo ipo sawa, bila ya kufanya Safa al-Marwa. Ikiwa atakuja Maka kwanza kabla ya kwenda Mina, yani mtu katoka siku ya tarehe 8 ikafika Maka kwanza, atafanya tawafu, akimaliza ataanza zake Mina. Na hal kadhalika mtu ambaye kwamba hakuchukua mnyama wa kuchinja kule, hakupeleka, basi anaweza kuifanya hija yake kwamba ni mufrad, ni moja tu pasi na kufanya umra. Swali, je inawajibika, ni lazima kulibusu jiwe jeusi al-Hajar al-Aswad au kuliashiria kwa mbali, hal kadhalika nguzo ya Yemen ar-Rukn al-Yamani? Jawabu ni kwamba jiwe jeusi linabusiwa. Ikiwa haikuwezekana kulibusu jeusi, basi utalipangusa. Ikiwa haikuwezekana kulipangusa, basi utaliashiria tu. Ama nguzo ya Yemen, nguzo ya Yemen, basi hiyo inapanguswa. Ikiwezekana utapangusa, ikiwa hukuwezekana basi huibusu wala huiashiri kwa mkono. Wallahu alam. Kwa hivyo jiwe jeusi ama utalibusu, hukuweza kulibusu utalipangusa, hukuweza kulipangusa utaliashiri kwa mkono. Ama nguzo ya Yemen, basi ni kuipangusa tu, kuikamata hivi. Haikuwezekana, basi hutoibusu wala hutoiashiri kwa mkono. Wallahu alam. Swali linasema, je mtu ambaye kwamba anafanya hija au umra anaweza katufu na viatu? Hilo ni kama tulivyosema mwanzo. Jawabu ni kwamba ndio, ikiwa viatu hivyo ni safi. Wallahu tabaraka wa taala alam. Inshallah tunafikia hapa, na sehemu inayofuata ni kuhusu tawafu ya al-ifadha. أقول ما قد سمعتموه وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.